Okay, kama jinsi ambavyo nilivyosema hapa, unapotakiwa ku set temperature yako, upande wa kulia wa fridge yako ndio kuna hiyo display ambayo inakuonyesha namna gani unaweza kufanya ukaseti temperature yako, na una set temperature kulingana na mazingira ya fridge. Kwenye upande wa vyakula, maybe chakula chako umekiweka kama hichi, kimekaa muda mrefu kwenye fridge lakini hakina ubaridi, kwa hiyo utakigusa utasikiliza ubaridi uliopo. Kwa kama ubaridi ni mdogo, basi itabidi uongeze nini, ubaridi. Na siku zote unapokuwa unapunguza temperature, maana yake ndio unaongeza nini, baridi. Ukiongeza temperature unapunguza nini, ubaridi. Kwa kama ubaridi wako ni mdogo, unachokifanya wewe unabidi ufanye upunguze nini, upunguze temperature. Na kama ubaridi wako ni mkubwa, utaki ubaridi mkubwa sana, unaongeza nini, temperature. Kwa ule ubaridi unafanyaje, unapungua. Una seti vipi? Ndio hapa tuende tukaangalia namna gani kuweza kuseti temperature yako kwenye fridge yako hii. Sasa hii fridge yetu ni brand ya Hisense kama jinsi inavyoonekana, ya milango minne. Upande wa juu ni upande wa fridge, upande wa chini ni upande wa freezer. Unaona? Na milango minne, miwili, juu miwili, chini miwili. Basi tuende tukaangalia jinsi gani kuweza kuseti. Ukiangalia hii display yako, huu mshale wa huku unaonyesha maana yake ni kupunguza. Umeona? Huu wa mshale wa kulia huu maana yake ni kuongeza. Kwa maana yake ukibonyeza, umeona, inakuonyesha pale kuna -24 temperature. Ukibonyeza tena, unaona hichi kidude kinakuwa kina blink. Hichi kinaonyesha fridge, ambapo fridge ina milango minne. Sijui kama utakuwa unaona, lakini hapo inaonekana ni fridge ina milango minne, juu miwili, chini miwili. Sasa juu miwili, chini miwili. Hii ya chini kuna mlango mmoja umekuwa kama wameushade, kama uko shaded. Umeona? Una kivuli. Ule wenye kivuli maana yake ndio temperature ambayo unatakiwa uiset kwa sasa hivi, ambao ni kwa upande wa chini wa freezer. Kwa hiyo ukiangalia freezer yako ni hapa ya chini, kwa mlango unaozungumziwa ni huu hapa. Na hii freezer yako ina milango miwili lakini inajitegemea. Upande huu unajitegemea na upande huu unakuwa unajitegemea. Kwa hiyo setting ya temperature inakuwa tofauti kulingana na jinsi unavyotaka wewe. Kwa hiyo jinsi inavyoonekana pale, kwa mlango wako upande huu hapa, ukifanya setting pale ndio unakuwa unafanya setting ya temperature kwenye upande huu hapa. Umeona? Ukisema hapo uhamishe tena, ukihamisha tena hapo, umeona, tatulia pale. Ukisema uhamishe, inakuja nyingine. Umeona hiyo? Ile nyingine ya pili ambayo inakuwa inaonyesha ni fridge ya milango minne, lakini ile milango ya juu yote iko shaded. Maana yake yote iko shaded kwa sababu gani? Kwa sababu inatumia temperature moja, hakuna partition. Umeona? Ambao ni huko juu kwenye freezer. Kwa hiyo kwenye fridge, unaona fridge yako haina partition kama kwenye freezer. Freezer yenyewe ina partition, imejitenga. Upande huu unajitegemea temperature na upande huu unajitegemea temperature. Kwa hiyo ndio maana hapo amekuwekea upande wa juu uko shaded kote, maana yake temperature itakuwa useti hapo itakuwa temperature moja kwa ajili ya upande wa nini, wa fridge yako. Umeona? Kwa hapo ndo unaweza kuseti nini, temperature yako. Kwa hiyo ukisema useti sasa, hapa anapo blink ndio panakuhusu kuseti, ndio unabonyeza hapa katikati. Umeona hapo? Sasa hivi iko temperature ngapi? Ya 7 centigrade. Kwa hiyo kama temperature yake kabisa ya high kabisa ni 7. Umeona? Ndo ubaridi huu ambao unausikia sasa hivi. Ukitaka ubaridi sasa upungue sasa, kisha bonyeza hapo. Umeona imepungua 6, umeiona? 5 4 3 2, afu inakuja 8, inakuja 7. Okay, high kabisa, high temperature ni 8. Umeona? 7 6 5 4 3 2 1, afu inakuja ngapi? Inakuja 8. Kwa pale tulivyoanza kuseti ilikuwa kwenye 7. Kwa ilikuwa na temperature ya 7. Ubaridi wake ndio unaonekana hapa. Sasa nataka ubaridi labda ubaridi uweze kuongezeka. Ili uweze kuongezeka na punguza temperature. Labda niweke, ilikuwa temperature ya 7 na niweka temperature ya 3. 3. Maana hapo tayari set kwamba upande wa juu temperature yako ni ngapi? Ni 3. Umeshaona? Ukitaka sasa kuhama unakuja hapa tena. Unaweza kuja hapa. Umeona? Ukahama. Umeona hapo inayo blinki? Inayo blinki maana yake inakuonyesha fridge yako ina partition 4. Hii ya chini upande wa freezer, mlango wa kushoto. Freezer yako ni hii hapa ya chini, mlango wa kushoto ni huo hapa. Maana yake ina set temperature ya huko. Okay, ukishaanza kuseti unakuja hapa. Ukibonyeza hapo utaona temperature ambayo iliyopo kwa sasa.
Umeona iko temperature ya 24. Umeona? Kwa hiyo labda freezer yako labda ina temperature labda baridi yake ni kali sana, nataka nipunguze, unaweza ukipunguza maana yake utakiwa uongeze temperature. Mshaona? Na yenyewe temperature ya chini kabisa ni ngapi? Ni 24. Mshaona? Kwa hiyo nikiongeza maana yake 14, ukiweka 14 maana yake hapo unakuwa unapunguza ubaridi. Umeona? Kuna 15 hapo unakuwa unaendelea kupunguza. Umeona? Hapo unakuwa unaendelea kupunguza kutoka kwenye 24. 24 maana yake inakuwa ni kali zaidi. Baridi inakuwa ni mkali zaidi. Umeona? 17, 18, 10 ngapi? Tuweke 20 kwa sababu tulikuta 24. Nimeweka 20. Umeona? Kwa hiyo utapunguza ubaridi kidogo. Ukisha set hapo, labda unakuja tena twende kwenye ile mlango unaofuatia. Unaona hiyo inayo blink ndio unayo set sasa hivi. Sijui kama utakuwa unaona vizuri. Unaona jinsi inavyoonekana? Umeona? Kwa haka ka upande ka huku, upande wa kulia ndio unaweza kwenda kuseti nini? Kuseti temperature yako. Umeshaona? Upande wa kulia, upande wa freezer. Freezer utajuaje? Ni hii milango ya chini. Milango ya chini ndio freezer, upande wa hii milango ya juu ambayo haijakuwa shaded ni upande wa fridge. Freezer yako ni hapa, upande wa kulia ni upande huu hapa. Kwa maana yake unakwenda kuseti temperature huko. Kama jinsi nilivyokuambia, huko partition ni mbili zinajitegemea. Kwa hiyo hata temperature itakuwa nini? Tofauti. Umeona? Kwa unakwenda kuseti hapo. Kwa hiyo ukienda kuseti hapo kwa sasa hivi temperature iko ni ngapi? Ili kuweza kujua unabonyeza hapo katikati. Umeiona? Temperature iko ya 4. Negative 4. Kwa hiyo unaweza nikasema labda niendelee kupunguza temperature. Umeona? Aha. Umeona? No, sijapunguza hapo. Niendelea kupunguza. Nakuja 2, nakuja 3. Umeona temperature hiyo? Umeona? 3. Imehama, imeenda kule kwenye upande wa freezer. Nataka nilete mpaka ije pale pale. Itakuja. Ndio maana inaita positive. Upande huu hapo. Kwa sasa hivi umeona hapo unakwenda kuseti sasa. Umeona hiyo 4, umeona iongeza. Umeona? 8, umeiona? Naiongeza 10 sasa hivi. 11, naiona? Niweke kama upande huu nilivyoweka. Kwa mwisho yenyewe inaishia 18. Umeona? Basi ngoja niweke nikuta 4, ngoja niweke hata 10. Umeona mpaka hapo? Kwa hapo ndio jinsi gani unavyoweza kuseti nini? Kuseti temperature yako. Kwa hapo nimeseti temperature ngapi? Ya 10. Kwa hiyo hii ndio display yako ambayo inakuruhusu wewe kuweza kufanyaje? Kuseti temperature yako kwenye fridge yako. Kwa kama jinsi ambavyo tulivyoona, hata hapo kwenye display inakuonyesha milango ya fridge na kila mlango una temperature yake ya kuseti. Umeshaona hapo? Kwa kama jinsi tulivyoona upande wa fridge temperature ambayo ni high kabisa ni 8, positive 8. Umeshaona hapo? Kwa unakuwa unacheza kuanzia positive 1 mpaka 8. Lakini kwa chini upande wa freezer, umeona mlango huu wa freezer wa kushoto temperature yake ya juu kabisa ni negative 24. Kwa unakuwa unacheza nayo kulingana na ubaridi unaotaka. Hii mlango wa freezer upande wa kulia temperature yake ya juu kabisa ni 18. Umeshaona? Kwa hiyo utakuwa unacheza hapo kuanzia negative 1 mpaka 18. Umeona huku unaanzia negative 1 mpaka 24, 1 mpaka 18. Huku ni 1 mpaka 8 positive. Umeona? Basi baada ya kufanya hivyo unakuwa umeshamaliza kufanya setting ya temperature yako. Umeona? Hata ubaida unaanza kupatikana. Kwa baada ya kusema hivyo niseme asante sana kwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kitu cha msingi usisahau ku like, comment, share na kusubscribe ili uweze kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Ukifanya hivyo unakuwa unatusupport sana, hasa kwa sisi content creator ambao tunaoanza. Umeona? Kitu kikubwa unachopata kutoka kwako ni like, comment, share na kusubscribe. Baada ya kusema hivyo asante sana kwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Asante.